Kaka, tunaona Simba na Yanga ni kama dirisha la usajili liko chini chini kimya kimya, lakini tayari washaanza kutambulisha wachezaji tofauti tofauti. Kwanza naomba utufungue hii staili ya usajili kuwa ni jambo la kimya kimya, lina faida na mantiki yoyote kwenye soka letu? Kwa sababu kila mtu anatakiwa afanye vitu kwa maslahi yake. Klabu inafanya usajili kwa ajili yao binafsi. Kwa hiyo haina haja ya kuja mbele za watu na kuanza kutamba, kutengeneza pressure kubwa. Nafikiri ni mabadiliko ambayo yanaanza kutokea taratibu, kwamba wakati mwingine unaweza kufanya vitu vyako kwa utaratibu wako binafsi uliojiwekea, lakini lengo ni kuijenga timu. Vitendo vinapaswa kuzungumza zaidi kuliko hata hizi danadana ambazo tumekuwa tukizihusudu kwa miaka mingi sana. Kupraise wachezaji kwa maneno mengi, lakini mwisho wa siku mchezaji anajieleza mwenyewe ndani ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri hiki ambacho anakifanya ni sahihi kabisa, na ndivyo ambavyo utaratibu unapaswa kuwa, kwamba wewe explore sokoni wachezaji gani ambao unawahitaji, fanya tathmini dhidi ya hao wachezaji, angalia wachezaji wakija kwenye timu wanaweza kana impact gani, negotiate kwa maana kufanya mazungumzo na hao wachezaji kwa kujumuisha club wanazotoka ama kwa mawakala ambao wanawasimamia, and then kamilisha usajili, mlete mchezaji ndani ya timu afanye kazi. Kipi Yanga wamekiona kwa kumsajili Sugar Boy, kijana ambaye watu wengi wanaona kwenda Yanga ni kama amefeli kwa kipindi hichi, kwa sababu inasemekana alipata deal la kwenda nje, mwisho wa siku akachagua Yanga. Kitu gani Yanga wamekiona kwa yule Sugar Boy, na position yake na nafasi ya kucheza Yanga itakuwepo kwa maoni yako? Unajua kuna kitu ambacho watu wanashindwa kuelewa. Mfumo wa maisha yako wewe hauwezi kufanana na mfumo wa maisha yangu mimi. Watu wengi ambao wanazungumza kuhusiana na Sugar Boy kwenda kusajiliwa Yanga ni kama amefeli. Inawezekana kundi kubwa la watu sio watu waliopo kwenye si sehemu ya familia Yanga Africans. Ukiwakuta wahusika wenyewe hawezi kuzungumza maneno hayo. Yanga wanachojali wao ni klabu yao namna gani inaweza kafanikiwa na inaweza wakatengeneza timu bora ambayo ikawapa hayo mafanikio. Kutengeneza timu bora ni kusajili wachezaji ambao wanaweza wakafit kwenye kile ambacho wanakihitaji. Wachezaji ambao wanaweza kukamilisha mission, wachezaji ambao wanaweza wakaendelea kusurvive ndani ya mission kuelekea kwenye maono ambayo mmeyatengeneza kama club. Sugar Boy ni potential, ni materials, yani ni mchezaji ambaye ana kitu. Yani kuna mchezaji ukimwangalia unasema yule mchezaji ana kitu. Lakini ukimwangalia kile kitu alichokuwa nacho, kwa maana kipaji alichokuwa nacho, unagundua kwamba mchezaji tukimweka sehemu fulani anaweza kile kitu kikabadilika kuwa kitu kamili. Yani ana kitu ambacho bado huenda hakijakamilika, lakini kama wakifanya process ya kukamilisha na kuwa kitu kamili, anawezekana kana mchezaji bora zaidi. Kwa hiyo ukitazama Yanga wenyewe ambacho wanakizingatia ni mchezaji wanamhitaji. Hiyo amefeli amefaulu, wao mchezaji wanamhitaji. Anatakiwa sasa kufanya decisions ni mchezaji na uongozi wake ambao unamsimamia, kwa sababu Yanga na wana shida na mchezaji the same kama ilivyokuwa hizo timu za nje, sijui Gent walikuwa na shida na mchezaji. Hizi zote ni club, kila club inapambana kupata mchezaji bora. Ndiyo mchezaji akienda kucheza nje, tunajua nje zote wameadvance kwenye technology, training ambazo wanazifanya, lakini mchezaji anakuwa kwenye eneo la technical, anakuwa kwenye eneo la tactical, na anakuwa yani ni tofauti na huku kwetu. Huku kwetu ndo tunajitahidi kufanya hivyo, lakini bado hatujafikia kwenye ile level ambayo wenzetu wapo nayo. Na kuna wengine wanagusia maslahi ya taifa kiujumla, kwamba taifa inawezekana likanufaika zaidi. Lakini watu nasahau kwamba kabla taifa kunufaika, kuna vilabu na vyenyewe vinataka kunufaika. Kwa hiyo tuna dunia fulani ya kibinafsi. Tunajificha tu kwenye kivuli cha taifa linatakiwa kunufaika na wachezaji. Lakini wachezaji wananufaika, wanakuja kunufaisha taifa wakiwa wanatoka kwenye vilabu tofauti tofauti duniani. Kwa kwenye hizo clubs na zenyewe kabla ya kufikia hatua ya kumwachia mchezaji kwenda kuitumikia timu ya taifa, mwanzoni mchezaji anakuwa kwenye club, anatakiwa ipambania club ipe mafanikio. Kwa wakati taifa linafikiria kupata wachezaji wengi ambao watakuwa nje, hata clubs zinafikiria kuchukua wachezaji ambao wana ruksa ya kwenda, wana room ya kwenda nje, lakini wanaona wao wanawafaa, especially kwa Sugar Boy. Kwa mimi sitaki kusema amefaulu au amefeli, sawa, na mimi sitaki kumlaumu zaidi, nitampongeza kwa sababu ni hatua. Kutoka Fountain Gate kwenda Yanga ni hatua. Akitoka Yanga akienda Al Ahly, akienda Mamelodi ni hatua. Ametoka chini anasogea juu. Ila yeye ndo anajua kwamba move aliyoifanya ni sahihi ama sio sahihi. Mimi nitasema kwa mtazamo wangu kama mchambuzi, mchezaji anaweza akakupa jawabu
kwa mtazamo wake, kutokana na mfumo wake wa maisha na nini ambacho anakihitaji. Tumetofautiana dreams brother. Wewe unaweza kuwa na hope ya kuja kufanya kazi Sky Sport, CNN, kuna mwingine akifika Crown yeye amemaliza. Kwa hiyo tusijaribu kuwapangia watu nini wanatakiwa kufanya na nini hawatakiwi kufanya. Maisha kila mtu ana njia yake ya kupita. Kwa hiyo yeye kaamua kupita njia hiyo, na sio kwamba hajui hiyo njia ina ugumu kiasi gani, anajua. As long as amechagua njia hiyo, tumwombee kila laheri na tusubiri tuone ni output gani ambayo ataifanya. Swali lako la pili, namna gani anaweza akafit ndani ya team. Of course Yanga ana uhitaji na kiungo mshambuliaji anayetumia mguu wa kushoto, especially anayetokea pembeni. Kuna faida kubwa sana kimbinu, kwa sababu wachezaji mara nyingi wanaweza wakakupa mnyumbuliko wa aina tofauti tofauti. Ukiwa na wingers ambao wanatumia wrong footed yani wrong footed na maanisha mtu wa mguu wa kulia anacheza upande wa kushoto na mtu wa mguu wa kushoto anacheza upande wa kulia. Faida ni kwamba unakuwa na wingers ambao wana approach goli zaidi. Yani uchezaji wao muda mwingi inabidi waje ndani watafute lango la mpinzani, either kwa kufunga au kwa create nafasi za kufunga. Kwa hiyo kuna wachezaji wengine ambao ni orthodox, kulia kushoto. Inawezekana approach ya mchezo ama setup ya mchezo kwenye ile attacking lineup ikana tofauti na ukitumia mawinga ambao wanatofautiana, kwamba kulia acheze kushoto na kushoto acheze kulia. Kwa nafikiri kuna faida kubwa sana, lakini kitu kingine ni ile quality. Hakuna mtu ambaye hataki kuwa na quality na namna ile, ule ubora. Hajawa complete player. Yani kuna seti bado haijakamilika. Na mchezaji hata ukiwa complete huwezi kuwa na kila kitu. Unanielewa? Hamna mtu ambaye yuko perfect. Lakini kuna ile improvement. Yani mchezaji ambaye ukimwangalia hivyo unaona siku zitakapozidi kwenda mbele, kama anapata a right coach wa kummanage, wa kumfanyia monitoring, anaweza akaja kuwa mchezaji tishio sana. Lakini kama anaweza kaingia kwenye ule mfumo wa vijana wengi ambao wanaingia na wanapotea, basi changamoto ni kubwa sana. Maana yake tutakuwa tunasema nchi ina vipaji lakini how to develop bado inaendelea kuwa ni tatizo la taifa kwa ujumla. Dakika chache zilizopita Simba ametambulisha Chirambo na tumeona rasmi wamethibitisha kwamba Chirambo ni mali ya Simba. Unahisi ni move ambayo inaweza kuleta impact kwa Simba kwa sasa hivi, ikiwa naona kama hakuna uhitaji mkubwa sana wa huyu mtu? Mimi ni fan mkubwa sana wa Nathaniel Chilambo. Ni mshabiki mkubwa wa Chilambo kwa sababu kila nikimtazama I think ni miongoni mwa offensive fullbacks. Yani walinzi wa pembeni ambao wana uwezo mkubwa wa kushambulia. Na kama taifa pia ili ni eneo ambalo tunapata tabu sana. Hata elite fullbacks ambao tumekuwa nao ni wachache sana ambao wamewahi kuwa na top performance kwenye hiyo phase ya kushambulia. Watu watakwambia kazi ya mlinzi ni kuzuia, lakini mpira umeadvance brother. Mpira umeadvance, umepiga hatua kiasi kwamba majukumu sasa hivi yanabadilika kutokana na uhitaji wa mchezo. Kuna muda unahitaji fullbacks wako ndio waidhibiti mechi yako wakiingia ndani. Kuna muda unahitaji walinzi wako wasogee pembeni ndio watumike kama wachezaji wanaoshambulia kutokea pembeni. So ukiwa na quality kama Chilambo na versatility yake kushoto kulia, I think ni advantage kwa Simba. Consider na age, lakini proven kwenye ligi kuu Tanzania bara. So nafikiri kitu cha pekee ambacho Chilambo anaweza ka-improve nafikiri kwenye international level. Kwa maana kwanza ku-improve kwa experience, pressure, kucheza timu kubwa. Same pekee ama mtihani mkubwa kwa wachezaji wengi wanapokuja kwenye hizi timu kubwa ni namna gani wanaweza ka-adapt na kukabiliana na pressure. Ukishakuja kwenye timu kubwa, kubali kwanza. Kuna muda utasemwa, kuna muda utasifiwa. Sasa wewe hata kuna muda utakosea na kuna muda utakataa. Cha msingi wewe ni kujua namna gani unakabiliana na hizo nyakati ngumu na namna gani unarejea upya na kufanya shughuli zako za kila siku. Kwa Chilambo nafikiri one of the best signing kama akija na akapata nafasi, I think atasaidiana na Doch Kameto upande wa kulia, lakini pia tumemuona mchezaji mwingine Kevin Nation. Nation mimi pia ni shabiki yake. Hapo kwenye Nation Magunga. Nation amesajiliwa Simba, lakini kwenye position yake kuna Kagoma. Watu wanasema identity ni ile ile. Wamekopi na kupesti. Uone kama kulikuwa na ulazima wa kuchukua mchezaji mwingine ambaye yuko advanced zaidi ya Kagoma, kwa sababu ni kama ni kile kile wamekopi na kupesti. Inawezekana ukaleta mchezaji ambaye anafanana na mchezaji aliyekuwepo, lakini hao wachezaji wakawa kwenye utofauti wa umri. Aliyekuwepo inawezekana ni 29, 30 na kuendelea. Aliyekuja ni below 25. Kwa maana yake unaweza ukalipress quality kwa quality, lakini kama ni same profile. Yani una replace ubora kwa ubora, lakini wasifu kawa unafanana.
Kwa hiyo sio shida pia. Lakini kitu kingine ambacho nakiona ni kwamba Nation kuna baadhi ya vitu ambavyo kuna baadhi ya vitu wamezidiana. Mfano wote wapo aggressive. Ile aggression wanayo, uthubutu, ukakamavu, ushindani, vurugu wanazo kwenye midfield. Lakini I think Nation kuna kitu kingine cha ziada ambacho anacho. Ni ile technicality kwenye eneo la ufundi. Nation hapa kidogo amemwacha Yusuf Kagoma. Sio kwamba Kagoma hana hilo, sio bora kwenye hilo eneo. Ana ubora wake. Lakini ukimfananisha sana Nation kuna sehemu yuko mbele ya Yusuf Kagoma kwenye hilo eneo. Ni eneo ambalo alizungumzwi kwa sababu bado hajafikia kwenye stage ambayo unaweza ukamwadhibu mtu kutokana na udhaifu kwenye hilo eneo. Lakini eneo sensitive sana. Yaani ufundi ni sio nikwambiaje, msingi. Yaani kwa sasa unajenga nyumba, unapoanza kujenga ule msingi ili nyumba isimame, nyumba inasimama kwa sababu ule msingi ambao umeujenga chini. Ndio kwenye mpira wa miguu ufundi is everything. Yaani usiunderrate neno technique. Technique ni kila kitu, uwe striker, uwe beki, uwe kiungo, goalkeeper. Kila unachokifanya ni kitu cha kiufundi. Ufundi unakusaidia wewe kutekeleza mpango wa kimbinu. Kama unakuwa haupo sawa kwenye eneo la ufundi, huwezi kusurvive kwenye high level of competition. Yaani ushindani wa juu kabisa. Utashindwa tu kwa sababu kuna sehemu utaonekana una madhaifu na watu watatumia madhaifu yako kukuadhibu. Kuna mjadala ambao unaendelea kwamba wachezaji wa kizawa international ni kama wanafeli. Ni kwamba tunawabeza tu au ni kweli? Yaani hiyo mentality ni ipo kwamba wachezaji wa kizawa hawezi kucompete kwenye international. Kwa maana ipi kwenye michuano ya kimataifa? Kwenye michuano ya kimataifa ni kwamba uwezo wao ni wa ligi kuu NBC. Yaani unavyochukua sasa hivi mchezaji ambaye yuko Tanzania hii, kazaliwa Tanzania, tunashindwa ile kumuamini na kumpa ule muda wa kuperform mpaka kuja kuwa international zaidi na zaidi. Hii mentality ni kweli wenye wachezaji wamejiweka kwenye hiyo level wenyewe au kutokana na performance zao? No, ifike pahala watu waheshimu wachezaji wazawa. Na mimi sina uhakika kama hicho kinachozungumza ni cha kweli. Na sioni kama ni mjadala wenye afya zaidi. Kwa sababu kuna timu Simba wenyewe, Yanga wenyewe, Azam msimu uliopita walikuwepo kwenye michuano ya kimataifa. Mafanikio ya Simba kwenye michuano ya kimataifa, mafanikio ya Yanga kwenye michuano ya kimataifa, kulikuwa kuna kundi kubwa la wachezaji wazawa. Na kuna wachezaji wazawa ambao walikuwa wanacheza mbele ya wachezaji wa kigeni. Na ulikuwa unaona output chanya ama zao la mwisho lilikuwa bora zaidi kutoka wale wachezaji wa kizawa, wakina Mudathiri, wakina Sugar Boy, wakina Faisal kama unakumbuka. Angalia backbone ya Yanga kwenye defense ni wachezaji wazawa. Umenielewa? Angalia Yanga kwenye eneo la ushambuliaji, kuna Clement Mzize, ilifikia pahala Mzize ndo akawa kama heart of the team. Umenielewa? Ni mchezaji mzawa. Nenda Simba kina Hassan Dilunga. Ili ilikuwa na wachezaji wengi wazawa, kina Shomari Kapombe, kina Jonas Mkude, Shabalala, Aishi Manula, wale ni wachezaji wazawa, wakina Kenneth Juma, kina Mzamiru Yasin. Azam msimu uliopita walikuwa na wachezaji wengi wazawa kwenye timu yao kwenye michuano ya kimataifa. Nafikiri mjadala ulipaswa kuwa kwamba ni namna gani tunaweza tukadevelop ama kuzalisha wachezaji ambao wanaweza wakawa tayari kukompiti ndani na nje. Huo ndio mjadala unatakiwa kuwa hivyo. Tunazalisha wachezaji ambao wanaendana na international demands. Huo ndio mjadala ambao unatakiwa kuwepo. Lakini sio eti wachezaji wetu wazawa hawezi. Wanakompiti kwa sehemu kubwa sana. Tena wanafanya zaidi. Mimi kuna muda wachezaji wazawa siwadai kwa sababu kwanza wao kutokupita kwenye misingi sio makosa yao. Ni mifumo ya maisha ambayo tupo nayo na utaratibu ambao tumeukuta. Watu wanatumia vipaji vyao kupambania maisha yao. Sasa wachezaji wetu wengi hawapati ule msaada, kwamba una kipaji sawa, lakini kipaji unatakiwa kitumie hivi na hivi na hivi ili uwe hivi. Wengi wana vipaji, mwisho wa siku wanacheza tu mpira, wanakuja wanapata nafasi, wanaaminiwa sehemu. Kwa tusiwabeze, kwa sababu ukirudisha hata miaka 5 nyuma au kauliza tukurudishe miaka 5 6 nyuma, unatamani kitu gani? Atakwambia nipate academy, nipate vile vitu vya msingi vinisaidia kwenye career yangu. Kwa nafikiri tuwape respect, na wachezaji wazawa ndo msingi wa ujio wa wachezaji wa kigeni. Hii ligi ilianza kupambania wazawa kabla ya wageni. Wageni wameikuta hii ligi imefika sehemu. Of course na hapo tunawashukuru kwa sababu na nyinyi mmoja kuichukua ligi yetu kuipeleka sehemu fulani kwa asilimia kubwa, lakini waliukuta msingi tayari ambao wazawa wamepambania ligi kwa kipindi cha muda mrefu. Kukiwa kuna tabu, kukiwa kuna njaa, kukiwa kuna maisha magumu. Sasa hivi at least kuna neema, fedha ipo, hata kama sio nyingi, lakini angalau tulipotoka na tulipo na tunapoelekea huenda sio pabaya sana kwenye hilo eneo. Magunga NBC ratiba imeshatoka. TFF pamoja na bodi ya ligi washatoa ratiba ya ligi mzima. Simba na Yanga wanaanzia ugenini. Kuna anaanza Kagera, Simba,
Yanga anaanza na Namungo. Ni muda sahihi wa bodi ya ligi pamoja na ligi kutoa ratiba ya nani? Ya NBC kipindi hichi. Tena wamechelewa. Kwamba wamechelewa? Yani nawapongeza msimu huu kwa sababu unaweza kusema msimu huu wamefanya bora zaidi na baadhi ya misimu kadhaa iliyopita. Lakini naamini hata wao pia nia yao ilikuwa ni wanatamani hata wao wanatoa mapema zaidi ukikompea hata na alichokifanya sasa hivi. Huwezi kuwalaumu sana kwa sababu ratiba zinaingiliana na wale ni binadamu pia. Na kuna changamoto ambazo huenda hatujui ni changamoto zipi zinawakabili, lakini kubwa ni kwamba ratiba imetoka mapema. Faida ya kutoa ratiba mapema ni kwamba taasisi zinakuwa na schedule ya msimu mzima. Kwa maana ya ratiba sio kwenda kucheza na Namungo sijui uko wapi Lindi, sio kucheza na Mbeya City Sokoine, sio kucheza na Dodoma Jiji Dodoma, hapana. Lakini cha msingi ni kwamba una schedule pia kuhusiana na, yani unatengeneza schedule ambayo itakuwa inahusisha taarifa za kiuchumi, budget ya msimu. Kwamba bwana, sisi mechi zetu zitakuwa hivi. Labda tuna mechi 3, tuna mechi moja Mbeya, mechi moja Dodoma, nyingine Kigoma. Tutasafiri vipi? Tutafanyaje arrangement za makazi kwa tunapofika? Camp itakuwaje? Ni kwa sababu yote tunafanya ukimpata ratiba mapema. Lakini vile vile viongozi na warahisishia kujua na kuandaa maandalizi kwamba bwana, ratiba yetu itakuwa tough hivi na hivi na hivi na hivi. Je, tutengeneze schedule namna gani kwenye training? Ya ratiba yetu kwenye uwanja wa mazoezi iwe vipi kuelekea msimu ujao? Of course hata kama ikichelewa kutoka, vitu vyote vinafanyika, lakini ratiba ikiwahi unawarahisishia viongozi wa timu, makocha na wachezaji kujiandaa kisaikolojia kwamba okay, next season ratiba itakuwa hivi. So setup yetu itapaswa kuwa 1 2 3 ili kuona tunafanya kitu bora zaidi. Basi asante sana Magunga. Nawashukuru.